Baba Askofu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongereni sana wana Shinyanga kwa kumpokea askofu kwa siku ya leo. Ni hongera kwetu sote, hasa kwa namna ya pekee kwa kanisa la Tanzania. Hakika, hongera, na unaweza ukatuambia chochote kuelekea mapokezi haya ambapo tupo katika mpaka wa Shinyanga na Tabora? Hapa tuko kwenye mpaka wa Tabora, jimbo kuu la Tabora na jimbo la Shinyanga. Na ni mpaka vile vile ambao unamuingiza baba mteuliwa katika jimbo kuu la Mwanza. Kwamba jimbo la Bariadi kama mnavyojua litakuwa limejumuishwa katika majimbo ya jimbo kuu la Mwanza. Kwa sisi tunampokea ili baadaye akakabidhiwe kundi aweze kufanya kazi ya kitume, kazi ya kiaskofu. Ndio. Pengine wengi wanauliza tarehe 19 Machi na siri gani? Maaskofu wengi wanasimikwa tarehe 19 Machi. Tarehe 19 Machi ni kweli katika kipindi cha Kwaresma, lakini ni sherehe ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Ni mlinzi wa kanisa. Kumbe wengi wa maaskofu wanamchagua Mtakatifu Yosefu kama mlinzi na msimamizi katika kazi zao zote za kichungaji. Pengine neno lako kwa waamini wa kanisa Katoliki, neno lako kwa wana Shinyanga na wana Bariadi kuelekea siku hiyo ya mapokezi na kusimikwa kwa askofu tarehe 19. Kwetu sote na kwa namna ya pekee wana Shinyanga na Bariadi ni muda wa shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii kubwa. Tunashuhudia kanisa linakuwa, kanisa la Shinyanga linakuwa, na kanisa linakuwa kwa kuwaendea watu. Tukiangalia siku ya Pentekoste, kuanzia Pentekoste kanisa limekuwa linaendelea na kuenea ulimwenguni kote. Kwa hiyo huduma za kichungaji na nini zimekuwa zikiwafuata watu. Ndio maana tunasema kanisa la kimisionari. Kumbe kwetu ni furaha kubwa, ni tukio la neema na ni tukio la baraka. Kumbe huduma kwanza ya kichungaji ilikuwa inasogezwa kwa watu kwa njia ya kufungua parokia nyingi. Sasa parokia zimekuwa nyingi, zinahitaji huduma karibu ya kiaskofu. Kumbe kwa namna ya pekee Baba Mtakatifu kupitia kwa nafsi ya baba askofu aliyekuwa baba askofu msaidizi wa Arusha, basi amemteua baba Balthazar Baba Prosper Limo awe askofu wa kwanza wa jimbo hilo la Bariadi. Kwa maana sasa kanisa hatakuwa na haja tena kuja Shinyanga, sababu mchungaji wao mkuu sasa yuko pa. Hongereni sana, hongereni kwa kila kitu, niwatakie kila jema. Asante sana, Mungu azidi kutubariki, na nawalikeni tumuombee baba askofu, basi kwa sababu vyote vinaongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Asante sana, shukuru. Shukrani. Mtazamaji wa mitandao yetu, ni askofu wa jimbo Katoliki Shinyanga ambaye ametupatia kuhusiana na uelekeo wa mapokezi haya na nini waamini wajipange kuelekea tarehe hiyo 19. Ametufafanulia na kutuelezea, kumekuwa na maswali mengi, kwa nini tarehe 19 Machi na tupo katika kipindi cha Kwaresma. Bila shaka amefahamisha na kukuelezea kuhusiana na siku ambayo Mtakatifu Yosefu msimamizi na mlinzi wa kanisa. Endelea kufuatilia mitandao yetu ili upate kile kilicho bora kupitia channel zetu.